अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति वइस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका
ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. आयत का तर्जुमा है और जब इब्राहिम Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni kama hivi: na kumbukeni Ibrahimu alipoinua misingi ya nyumba na Ismaili pia wakaomba, e Mola wetu utupokelee, hakika wewe ndiwe mwenye kusikia mwenye kujua. E Mola wetu utufanye tuwe wajitupao kwako, na miongoni mwa wazao wetu pia uwafanye watu wajitupao kwako, na utuonyeshe njia za ibada yetu na utuelekee. Bila shaka wewe ndiwe mwelekevu mrehemevu. स्पेन में दूसरी अहमदिया मस्जिद बनाने की तौफीक Alhamdulillah, जमात अहमदिया leo katika nchi ya Spain तौफीक मिल रही है. tumebahatika kujenga msikiti wa pili wa Jumuiya Ahmadiyya. मैंने Jumuiya Ahmadiyya imebahatika kujenga msikiti wa pili katika nchi ya Spain. मजीद Takriban miaka 7 iliyopita की अहमियत पर जोर दिया था. mimi katika msikiti wa Basharat Pedro Abad nilisihi kwamba inatakiwa misikiti mingine pia ijengwe katika nchi hii, na iliamuliwa wakati huo kwamba katika mji wa Valencia msikiti utajengwa. यहाँ मस्जिद बनाना मेरे पेश नज़र इसलिए इस इलाके में था, उसकी अहमियत इसलिए थी कि Kule katika Valencia niliamua msikiti ujengwe kule kwa sababu ya hii kwamba labda Wahamadia katika eneo hili ni wachache, labda 130, labda maeneo mengine Wahamadia ni zaidi kuliko hapa, lakini niliamua msikiti ujengwe hapa kwa sababu msikiti huu baada ya msikiti wa Basharat गो के umuhimu wake ni kwa sababu ya historia ya hapa. अहमदिया को ये मस्जिद बनाने की तौफीक मिली है और इस अरसे में मुसलमानों की Ingawa takriban baada ya miaka takriban tangu miaka 30 jumuiya ilipojenga msikiti wa kwanza, na katika muda huu wa miaka 30 की Waislamu wengi wamehamia katika nchi hii na wamejenga misikiti pia. 700 साल बाद Lakini बनाने की तौफीक जमात अहमदिया kwa sababu ya msikiti wa Basharat njia ilifunguliwa baada ya miaka 700. अहमियत बयान Jumuiya ilibahatika kujenga msikiti wa Basharat kule, के lakini tangu msikiti ule ulipofunguliwa, ulipojengwa njia za kujenga msikiti ilifunguliwa. और ये ख्याल Hapa kabla ya kueleza umuhimu wa eneo hili, nieleze jambo hili pia kwamba Waislamu wanaishi katika nchi hii takriban milioni 1, na inadhaniwa kwamba mpaka 2030 asilimia 85 idadi ya Waislamu itaongezeka na idadi itakuwa takriban milioni 2. Miaka 30 iliyopita Waislamu walikuwa maelfu kadhaa, na sasa idadi yao imekuwa mamilioni, na wengi wa hawa Waislamu ni wale ambao walihamia kutoka North Africa, इसमें kwa mfano kutoka Morocco na Algeria. जो पुराने मुसलमान कबाइल के थे और जिन्होंने अपने इस्लाम को काफी लंबे अरसे Hapa inasema kwamba miongoni wa hawa Waislamu ni wale pia ambao जबरदस्ती मुसलमानों से ईसाई ni Waislamu wa zamani आज तकरीबन 700 साल ambao walilinda Islam kwa muda mrefu sana. हजारों की तादाद में
wao walilazimishwa kujiunga na Ukristo kama miaka 700 iliyopita. Miongoni mwa hawa ni maelfu ambao walisilimu tena, yani katika yale makabila na familia, watu ambao walilazimishwa kujiunga na Ukristo au watoto wao walilazimishwa kuwa Wakristo, miongoni mwa hawa walisilimu tena. Basi katika Spain, ingawa Islamu inaonekana tena na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu inaonekana Waislamu ni wengi sana siku hizi, lakini kama nilivyosema, jumuiya ilianza mpango wake, lakini Islam halisi itaonekana wakati wafuasi wa Masihi aliyeahidiwa alayhi salam kwa kuelewa umuhimu wao watazingatia jambo hili na wataeneza ujumbe wa Islam na watajitahidi kumfikishia ujumbe huu kwa kila mtu. Labda kwa kusikia maneno haya yangu ambao wanakuwa na fikira yasiyofaa kwamba Wahamadia ni wachache sana hapa, namna gani tunaweza kufikisha ujumbe huu kwa kila mtu. Lakini ikiwa kuna nia na juhudi, idadi inayopatikana, idadi hii inaweza kufikisha ujumbe wa Islam Ahmadiyya kwa wengi. Kuhusu hii, ingawa nilisema mara chungu mzima, lakini mpango haukupangwa, na kwa sababu ya hii lengo ambalo tuliloliweza kulipata hatukulipata, na mpango uliotoa makao makuu au mimi nilitoa au halifa wa 4 alitoa mpango ule haukufuatwa vizuri. Msikiti wa Basharat umejengwa mahali ambapo watu wanaoenda Kurtuba na maeneo mengine. Msikiti ule unaonekana vizuri barabarani kwa sababu uko barabarani. Ikiwa wanajumuiya wangejitahidi kueneza na kufahamisha jumuiya kwa kupitia msikiti huu, wangeweza kufanya hivi. Jumuiya zingine, ingawa kule idadi ya wanajumuiya ni wachache, lakini jumuiya zile imefanya kazi vizuri sana na jumuiya imesambazwa vizuri, na jumuiya ujumbe wa jumuiya ilifikishwa maeneo mengi. Nasoma taarifa na inaelezwa katika taarifa kwamba watu wanakuja kuangalia misikiti au wanazuru misikiti wa Basharat. Ikiwa kazi hii ingefanywa kwa jazma na kwa shauku, kwa sababu ya kupitia misikiti wa Basharat ujumbe huu wa Islam ungeenezwa vizuri zaidi. Ikiwa makundi mengine ambayo hayana mpango maalum, ikiwa wao wanaweza kubadilisha imani ya wale watu ambao walibadilisha imani yao kuwa Wakristo, ikiwa wale Waislamu wanaweza kuwarudisha katika Islam tena, kwa nini kwa sababu ya mahubiri yetu hawa watu hawawezi kusilimu tena au hawawezi kuja katika dini tukufu ya Islam? Sisi ingawa tulifungua njia ya kuingia Islam katika nchi hii ya Spain, lakini haikutumiwa njia hii kwa shauku na kwa mpango maalum, na wengine wakapata faida yake. Wengine Waislamu ambao si Ahmadiyya wamepata faida yake. Bado nafasi ipo. Wanajumuiya wanaoishi hapa katika nchi hii na wenye madaraka ya jumuiya, wao waelewe majukumu yao na wao wenyewe wapange mipango yao na malengo yao, na kisha wajitahidi kupata malengo yao. Mafundisho mazuri ya Islam ambayo sisi wa Ahmadiyya tunaeleza, kwa kuona mafundisho haya watu wa dunia wanavutika na dunia inavutika kwa Islam. Makabila wa zamani ambao walilazimisha kuwa Wakristo zamani, ni jukumu letu kuambia kwamba sasa kuna nafasi ya kulipiza
उसमें कोई जो dhulma ya babu zenu, lakini hatuwezi kulipiza kwa dhulma kwa kufanya dhulma, जिन लोगों ने किया bali mafundisho ya islam ni la ikraha fi din, yani hakuna karaha katika dini tukufu ya islam. कहता है कि Ikiwa nyinyi mlilazimishwa, labda ni mafundisho yao yanasema hivi, si mafundisho ya islam. Wala islam haisemi kwamba kwa kudhulumu kaumu sisi tujilipize. ये दिल Mwenyezi Mungu anasema uadui wa taifa lolote lisikuzuie kufanya uadilifu, bali alisema Mwenyezi Mungu edelu huwa akrabu litaqwa wattaqullah, दिलाएगा nyinyi mfanye uadilifu kwa sababu uadilifu ni karibu sana na ucha Mungu, na mcheni Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu दुश्मनी का तो सवाल utawaleta यहाँ तो karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambao wanamcha yeye. ये पैगाम मोहब्बत Na hapa sisi hatuwezi kusema neno la uadui kwa sababu tunaishi pamoja kama ni taifa moja. सूरत तालीम इख्तियार करो Kwa hivyo sisi tunalazimika kufikisha ujumbe wa upendo na mapenzi. Basi sasa ni juu yetu kuambia hawa Waislamu kwamba kwanza nyinyi wenyewe mfuate mafundisho mazuri ya Islam, या लालच kisha mujilipizie hivi kwamba kwa mafundisho haya mazuri mushinde mioyo ya hawa watu, और जबरदस्ती na katika mioyo ya wale बनने की तालीम दी गई थी ambao Islam mapenzi ya Islam ilifutwa au iliyanganywa, वाहिद और मोहम्मद na सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की mapenzi ya la ilaha illallah ilifutwa au walilazimishwa wamshirikishe na Mwenyezi Mungu. हर चीज पर हावी है। Katika mioyo ya hawa watu रसूल की मोहब्बत mutie mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye rehema yake ni juu ya kila kitu, na mapenzi ya yule mtume ambaye ni rahmatul lil alamin. वहाँ ऐसे कबाइल Basi hili ni jukumu और फिर ambalo ikiwa sisi tunafanya mahubiri ya kawaida na tunafikisha ujumbe wa Islam, vile vile mutafute makabila ya aina hii, मुबल्लिग बना दें। kisha जैसा कि मैंने कहा कि वेलेंशिया की तारीख की अहमियत की mutie mapenzi ya Islam mioyoni mwao ili wawe wabashiri wa Islam, kama nilivyosema kwamba kwa sababu ya umuhimu wa historia ya Valencia nilisema kwamba msikiti ujengwe hapa. Ni kwa sababu ya hii kwamba wakati mfalme mdhalimu na malkia अरबी बोली जाती थी walilazimisha watu kubadilisha Islamu yao, Valencia ilikuwa eneo ambapo Waislamu walidhulumiwa, lakini lugha ya Kiarabu ilikuwa ikizungumzwa अमूरी na तालीम है उसको कायम रखे हुए mafundisho ya Islam yalikuwa yakifuatwa, मुसलमान na Waislamu walikuwa wakifanya ibada sawa na dini yao किसी भी na walilinda mafundisho ya Islam, ila hali katika maeneo mengine Waislamu walikuwa wakiishi, lakini walikuwa के बादशाह ने मुसलमानों को hawatendi vitendo ambavyo vinathibitisha kwamba wao ni Waislamu. से निकालने की मुहिम Ndio maana katika karne ya 17 mfalme wa wakati huo वेलेंसिया alipowalazimisha मंसूबे का आगाज alipowafukuza watu waliokuwa Waislamu, kwanza kabisa yeye alianza kutoka katika eneo hili la कायम रहते हुए Venecia, उस पर अमल कर रहे थे yani kutoka hapa alianza kuwafukuza watu, सकते थे करने kwa sababu hapa watu walikuwa bado के katika dini yao na walikuwa wakifuata dini yao, na sawa na uwezo wao walikuwa wakifuata mafundisho ya Islam. इर्द गिर्द के इलाकों में शहरों के Ingawa दिया गया था wakati huo sawa na uchumi, hali ya Waislamu ilikuwa si nzuri, na Waislamu walifukuzwa katika miji mikubwa na ताल्लुक था walipelekwa katika vijiji vidogo vidogo, na walikuwa hawana property, walikuwa maskini. Lakini katika hali hii pia लीग फौजी waliendelea kubaki na Islam. ने बनाया लेकिन फैसला के मुताबिक Wanajeshi wa aina mbalimbali waliendelea kuja, jeshi la Italy pia likuja, na wao pia waliwadhulumu hawa watu, बदर कर lakini sawa na uamuzi और उनके बच्चों को ईसाइयों के सुपुर्द कर दिया गया
baada ya dhulma hii iliyotendewa balehe walifukuzwa katika nchi na watoto wao walipewa wakristo na wale wakristo waliwalea watoto lakini si kama watoto wao bali waliwalea kama ni watumwa wao wale watoto ambao walinyanganywa katika islamu na wale watoto ambao walizaliwa katika nyumba za waislamu na walikuwa waislamu wao kinyume na ridhaa yao na kinyume na ridhaa ya wazazi wao walikatazwa kufanya ibada ya mungu moja na walilazimishwa kwamba wakubali miungu mitatu. Leo ni kazi yetu kwamba wazao hawa watoto tuwafanye kuwa wenye kufanya ibada wa Mwenyezi Mungu, si wale tu bali kila mtu anayeishi katika nchi hii ambaye tunampenda kwa sababu ya ubinadamu, na kila mwananchi anayeishi tunampenda kwa sababu ya kuwa kwamba yeye ni binadamu, na tunampenda kwa ajili yake kitu ambacho tunachokipenda kwa ajili ya nafsi yetu. Na kwa sababu ya hii sisi tuwafanye hawa watu wamwabudu Mwenyezi Mungu na tuboreshe dunia yao na akhira yao. Na katika eneo hili hasa inatakiwa juhudi ifanywe, kama nilivyosema kwamba katika eneo hili Islam ililindwa na ilibaki kwa muda mrefu sana. Katika eneo hili la Sue waislamu tangu walifukuzwa katika eneo hili, haisemi kwamba tangu miaka 700 bali inasema kwamba tangu miaka 400 waislamu walifukuzwa katika eneo hili, na walijitahidi kumaliza kizazi cha waislamu. Hakuna shaka ndani yake kwamba hapa waislamu walitawala miaka mamia na mamia, na baadaye walishindwa kwa sababu ya tamaa zao za nafsi na uhalifa wa jina uliokuwa ukipatikana wakati huo. Hawakutii ule uhalifa, wala halifa na mfalme pia hakutimiza majukumu yake vizuri, wala viongozi wake na wenye madaraka wake pia hawakutimiza majukumu yao. Kisha kila mmoja akajenga misikiti wake midogo midogo. Kisha baada ya kujenga misikiti midogo wakajaribu kutawala eneo lile, na kwa sababu ya hii matokeo yanayopatikana ya kazi ya aina hii, matokeo yale yalipatikana. Lakini sasa Masihi aliyeahidiwa ambaye ni Khatamul Khulafa, ambaye yeye baada ya mahalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshika bendera ya Islam, na baada yake nizamu ya uhalifa unaendelea. Sasa hii ni kazi ya hawa kwamba heshima iliyopotea warudishe katika eneo hili tena, bali wajulishe dunia hii kuhusu maana ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na dunia iambiwe uhakika wa la ilaha illallah ni nini. Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kujenga msikiti wetu katika eneo hili. Eneo ambapo msikiti umejengwa, eneo hili ni mzuri sana, na msikiti huu pia unaonekana kwa barabarani kwa sababu ni juu ya barabara, na ni katika eneo mpya la mji, na wenyeji wa hapa ni watu wazuri na majirani pia ni wazuri, na Mwenyezi Mungu ametupatia majirani wazuri. Hii pia ni ihsani ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tupate nafasi katika neema hii. Baada ya kujenga msikiti, msifurahi kwamba katika mji mwingine wa Spain tumejenga msikiti mwingine. Basi mnatakiwa muendelee kuchunguza hali yenu na kuchunguza ibada zenu na vile vile kuchunguza majukumu yenu. Aya hizi nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam na Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam
baada ya kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu ametuonyesha jinsi gani tunaweza kutimiza haki yake, na pamoja na hii kwa ajili ya kutimiza haki ametufundisha maombi na ametufundisha jinsi gani tunaweza kufanya maombi. Basi kuna haja ya kuzingatia jambo hili ili kizazi baada ya kizazi sisi tuendelee kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wakati walipokuwa wakiinua misingi ya nyumba walikuwa wakisema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Basi shani hii ni shani ya yule mtu ambaye ni wa Mwenyezi Mungu, na manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu na wanakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu kushinda watu wengine wote. Kwa miaka na miaka walijitolea, baba na mtoto wote wawili, na mke pia alijitolea, na hawasemi kwamba kwa muda mrefu tuliendelea kujitolea. Sasa tunajenga nyumba yako hii na tunajenga nyumba hii kwa ajili yako, na kwa amri yako tunajenga nyumba hii. Sasa ni haki yetu kwamba upokee juhudi yetu au utupokelee na kisha utupatie starehe na faraja kwa sababu ya hii. Katika jumuiya Hazur anasema kwamba hakuna desturi ya hii, lakini katika Waislamu wengine kuna desturi hii kwamba wakijitolea hata kitu chochote kidogo, baada ya kutoa wanapenda kwamba itangazwe. Baada ya kutoa rupia 1, 2 au rupia 4 inatangazwa misikitini, lakini kama wametoa mali zaidi kubwa wanakuwa na fahari sana. Lakini mfano tulionao mbele yetu ambao Mwenyezi Mungu ametuonyesha kwa kuwapitia hawa manabii wawili ni kwamba mtoto mwana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yuko tayari achinjwe, na baba yuko tayari kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kumchinja mtoto wake. Na hii yote inatokea wakati mtoto wake ni katika umri wa utoto na baba ni mzee, na kisha kwa muda mrefu baba anaacha mtoto na mkewe jangwani kwa ajili ya dini. Kule kuna uwezekano kwamba kwa sababu ya njaa mke na watoto watakufa. Kisha wakati unafika kwamba Mwenyezi Mungu anapokea kujitolea kwa mtoto na mke, na vitu ambavyo vilikuwa havipatikani vitu vile vilipatikana, na vyakula pia vilipatikana kule. Kisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu nyumba ya Mwenyezi Mungu ilianza kujengwa, na wawili walianza kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, na wanaahidi kwamba kwa kujenga nyumba hii na kwa kumaliza ujenzi wa nyumba hii njia zote za kurudi zimefungwa. Sasa lengo letu ni Mwenyezi Mungu na ni kuimarisha nyumba hii ya Mwenyezi Mungu. Hapa tutawaimarisha watu ambao ni waaminio, ambao ni watu wema, ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, ambao wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu, ibada ya Mwenyezi Mungu. Tutawaimarisha watu hapa ambao ambao watafanya ibada ya Mwenyezi Mungu kwa hali ya juu. Basi hawa walikuwa watu ambao kwa amri ya Mwenyezi Mungu walikuwa wakijenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, na unyenyekevu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu hali yake ya aina hii kwamba wanafanya dua hii kwamba Mola wetu utupokelee kwa rehema yako hasa, uturehemu na upokee, na juhudi hii itulete karibu zaidi nawe. Basi hili ni funzo kwamba baada ya kujitoa muhanga na baada ya kujitolea
mtu awe mnyenyekevu na afanye dua kwamba kujitolea kwake ipokelewe. Hili ni funzo ambalo tunatakiwa tulikumbuke. जो इस जमाने के इब्राहिम की तरफ Hii ni fikira ya जिसको हजरत Ismail वसल्लम की ambayo inatukumbusha kuhusu hii. मोहब्बत की वजह से Sisi ambao tunajinasibisha katika Ibrahimu wa zama hii, इब्राहिम बना दिया, ambaye दीन को kwa sababu ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu mapenzi yake Mwenyezi Mungu amemfanya kuwa Ibrahimu wa zama hii, और हम रोज नजारे देखते हैं, ambaye दुआ किया कि अगर उसको aliimarisha na alijenga dini tukufu ya Islam katika ukuta ule ule wake. Na sisi ni mashahidi wa काकर Ibrahim wa zama hii kwamba aliimarisha iman katika कि गैर msingi wake kiasi hiki kwamba yeyote akifuata hali yake inaweza kubadilika. इस्लाम के खिलाफ अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेते हैं। Alithibitisha Islam na mafundisho yake hivi kwamba kiasi hiki kwamba wasiokuwa Waislamu wakalazimika kusema kwamba ikiwa Islam ni hii ambayo ninyi mnaeleza, basi sisi tunatubu tuliyosema dhidi ya Islam. Basi leo kwa kumpitia Ibrahim wa zama hii, lengo la kujengwa kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu linatimizwa na mafundisho mazuri ya Islam pia yanadhihirika duniani. और होनी चाहिए Na kwa ajili ya kutimiza malengo haya, का मस्जिद जिसका नाम बैतुल रहमान रखा गया है, misikiti wetu duniani kote ni shahidi के उसूल का na inatakiwa iwe hivi. Na hili ni lengo la msikiti huu ambao ni jina lake ni Rahman. अल्लाह ताला के हुजूर झुकते Na msikiti huu pia unathibitisha kwamba utakuwa sababu ya kupata lengo hili. वहाँ हमें Katika msikiti huu, ikiwa tunatakiwa tumwelekee Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, जिम्मेदारियों को पूरा करें, na ikiwa inatukumbusha kutimiza हम अपने अहदों और अपनी जिम्मेदारियों haki ya ujenzi wake. Pamoja na hii, na msikiti huu unatukumbusha kwamba tutimize ahadi zetu na tutimize majukumu yetu. हासिल कर सकते Ikiwa हैं। ये ऐलान करते tunatimiza ahadi zetu na majukumu yetu, हैं और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ndipo आशिक सादिक tunaweza kupata malengo yetu. बांधा है। Tunatangaza, ewe masihi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ewe ashiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ahadi tuliyofanya nawe kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia na tutaeneza umoja wa Mwenyezi Mungu duniani kwa ujenzi wa msikiti huu. कार लाते हुए तौहीद पे Dunia ikielekea kwenye Islam na njia za mafundisho zitakazofunguliwa kwa kutimiza haki yake, sisi tutatumia uwezo wetu wote ए खुदा na ए समी और tutathibitisha, हमारी दुआएं सुन। tutaeneza umoja wa Mwenyezi Mungu, na itakuwa lengo letu wa kuleta watu chini ya bendera ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe Mwenyezi Mungu, usikie maombi yetu, upokee maombi yetu na utuwezeshe tuweze kufanya hivi. Msikiti huu ambao umejengwa kwa nyayo za nyumba yako, basi हमारी दुआएं सुन utusaidie tupate malengo करते हुए ya ujenzi wa की तमीर kujenga nyumba yako. मकासद Wewe unajua aibu zetu, kwa kupokea maombi yetu na kwa kusitiri aibu zetu, मस्जिद की वसत ये हमारे utujalie tuweze kutimiza malengo ya ujenzi wa msikiti huu. बन जाएं। Marembo ya msikiti, uzuri wa msikiti na upana wa msikiti unaweza kutufaa wakati sisi tutakapotimiza haki yake. ताला की इबादत करने वाले हम हों, Na kwa ajili ya kutimiza haki yake, खुदा करने वाले भी हैं। ikiwa upande mmoja tunalazimika kuimarisha msikiti na tuweze kufanya ibada yake, vile vile tuweze kutimiza haki za watumishi viumbe wa Mwenyezi Mungu, नमूनों को हमसे tuweze kusambaza mapenzi na upendo ताकि लोगों की तवज्जो ili ताकि इस्लाम की खूबसूरत तालीम को ili tuweze kueneza mifano mizuri ya Islam kwa vitendo vyetu, ili watu wavutike upande wetu, हमारी ili बात सुन ले कि इस मस्जिद की dunia खूबसूरती से ज्यादा iweze kuelewa mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. E Mola wetu, wewe ni asikiaye,
upokee maombi yetu haya pia kwamba है जो zaidi ya mazuri ya kidhahiri ya msikiti huu utuonyeshe kwamba msikiti huu imarike, करने वाले बन जाएंगे. yani wasaliaji wapatikane. जैसे कि मैंने बताया ikiwa यहाँ सदियों मुसलमानों की हुकूमत रही, uzuri wa kiroho ukipatikana, basi sisi tutatimiza lengo la kujenga misikiti. और दूसरे जगहों Kama niliyosema kwamba kwa muda mrefu waislamu walitawala na walijenga misikiti mizuri mizuri. Kwa mfano ni msikiti wa Kurtaba. Kwa kuona msikiti ule mtu anashangaa. हकीकी तालीम की रूह vile vile kuna misikiti mingine ambapo waislamu walikuwa wakiishi kama Ishbelia na Garnata, वही जगह जहाँ खुदा lakini roho ya Islam na mafundisho ya Islam या ilipopotea katika wale walikuwa wakija katika misikiti ile, हैरत हो sehemu ile ile ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa akitajwa, misikiti ile ilibomolewa au watu walianza kufanya ushirikina ndani yake. Angaliani msikiti wa Kurtaba, mtu anashangaa kuona msikiti ule kwamba ni msikiti mzuri na umejengwa vizuri. Baada ya kupita miaka mamia na mamia, uzuri wake haukupungua hata kidogo. Lakini kwa bahati mbaya leo रूह है msikiti ule imebadilika katika kanisa. और रहने वालों की Kama nilivyosema kwamba kitu hasa si खत्म हो गई. nyumba au ghorofa, bali kitu hasa ni बस अगर इस मस्जिद ni roho ile ambayo inapatikana ndani ya wale wanakuja kusali. Ikiwa roho ile ilipoisha, basi misikiti iliyanganywa na watu wengine. Ikiwa tunataka kubakisha na roho hii, na bila shaka tutajitahidi roho hii ibaki katika misikiti yetu, katika hali hii tunalazimika kwamba tuwe na roho hii, na kila mmoja analazimika afanye juhudi kwa ajili ya hii, na kila mmoja afanye maombi, afanye dua hii ये तौहीद kwamba Mola uendelee kutupatia watu ambao wataendelea खुदा की नजर में kuwa na roho hii कुर्बानी कबूल हो. ya misikiti. Katika hali mpaka siku ya kiyama itakuwa makao makuu ya tauhid, umoja wa Mwenyezi Mungu. आयत में हम देखते हैं कि इन बुजुर्ग अंबिया ने अपनी Ikiwa kujitolea kwetu inakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu, katika hali hii tu tunaweza kupata malengo haya. Katika aya nyingine tunaona kwamba manabii hawa wawili औलाद और नस्लों तक को वसी किया. walifanya बस ये है दुआ का तरीक maombi si kwa ajili yao tu, bali kwa ajili ya wazao wao pia walifanya maombi. से हम किनार होते चले जाने. Basi hii ndiyo ni njia sahihi ya kufanya maombi, na hii ni dalili ya kupata maendeleo katika wazao, na hii ni fikira इंशाअल्लाह ताला ya kupata maendeleo katika और फिर ये दुआ wazao wetu. कि हमारी ज़ुर्रियत को भी Ikiwa fikira hii inapatikana, bila shaka katika hali tutaendelea kupata ufaulu. डॉक्टर साहब यहाँ Kisha dua hii kwamba wazao wetu pia uwafanye kuwa wenye ibada. Katika hali hii tunaweza kupata lengo la kuimarisha nyumba hii ya Mwenyezi Mungu. जरूरत नहीं है Hazuru anasema Dr. Sahab yupo hapa, जगह kama yupo hapa amekaa, basi aangalie huyu mtu fulani. बने ठीक हो जाए. Hazuru anasema haina haja ya kufikiria labda huyu bana ameanguka kwa sababu ya kusimama kwa muda mrefu. Alale na mujaribu kumpatia masaji kidogo, labda kwa sababu ya kusimama kwa muda mrefu ameanguka. अगर ये सोच और फिक्र हमें कायम रहेगी तो इंशाल्लाह Hazur anaendelea kusema hivi kwamba हमें ये nilikuwa nasema कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुर्रियत को भी ikiwa tunaendelea kuwa na fikira hii, inshallah taala tutaendelea kufaulu. Tunatakiwa tufanye dua hii pia, मकसद हमेशा हासिल होता चला जाए. Mwenyezi Mungu awajalie wazao wetu pia wabaki katika wema, ili होगी जब वो lengo la kujengwa kwa nyumba hii liende kupatikana. पैदा होते रहे. Huzur anasema kama nilivyosema kwamba kujitolea kwetu kitakubaliwa wakati wazao wetu wataendelea kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe, ये हम दुआ करें na wataendelea kutimiza haki ya ibada, दुआ करें कि ऐ अल्लाह na
waendelee kupatikana kutimiza haki ya ibada और तरीके kama mwenyezi mungu anatutaka na tufanye dua hii kwamba जो दुआ इन लोगों wewe umetuamuru tufanye ibada na umetufundisha jinsi gani tunaweza kufanya ibada और हमें अपनी dua ambayo hawa manabii walifanya tunatakiwa tufanye dua hii kwamba wewe mola wetu arena manasikana की तरीक अल्लाह ताला की रहनुमाई utuonyeshe njia za ibada yetu na utuelekee tunalazimika kufanya dua hii kwa hakika mwenyezi mungu anafundisha njia za kufanya ibada na roho yake बेशक नमाज भी इबादत का एक तरीक है मस्जिद में लोग आते हैं na kwa fadhili za mwenyezi mungu mtu anaelewa kwa undani उनके बारे में अल्लाह ताला maana ya ibada ni nini bila shaka swala pia ni njia ya ibada watu wanakuja misikitini na wanafanya ibada lakini ni hawa waswaliaji kwao mwenyezi mungu anasema अल्लाह ताला kwamba को मांगते हुए mwenyezi mungu atarudisha sala zao अदा करने की कोशिश करनी चाहिए na sala zao zitakuwa mangamio kwa ajili yao कबूल हो और फिर सिर्फ नमाज basi kwa kuomba fadhili za mwenyezi mungu tunatakiwa tujitahidi kusali ambazo इबादत बन जाए zinakubaliwa na mwenyezi mungu चाहे वो हुकूकुल kisha si swala tu peke yake ambayo ni ibada bali kazi yoyote inayofanywa kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu ile kazi pia inakuwa ibada hata kama ni kutimiza haki za watu basi kuelewa roho hii ni muhimu sana kwa ajili yetu को फैला सकते हैं tunatakiwa tukumbuke jambo hili pia में इस पैगाम को रासिख कर सकते kwa kuelewa roho ya ibada tunaweza kueneza umoja wa mwenyezi mungu हैं नस्लों के लिए बहुत तड़प कर दुआ करने की जरूरत na tunaweza kuthibitisha imani hii katika wazao wetu kama aliyofanya dua hat ibrahim alahi salatu wassalam kuna haja sana ya kufanya maombi kwa ajili ya wazao wetu sisi wanajumuia katika mikutano yetu tunaahidi kwamba tutakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea kila wakati लेकिन ये kuna haja ya kukumbusha ahadi hii kwa watoto wetu pia ili kwa ajili ya kueneza कुर्बानियों की dini watu waendelee kupatikana ambao watakuwa tayari kujitolea वारे lakini tunatakiwa tukumbuke kwamba sawa na hali na wakati jinsi ya kujitolea pia inabadilika hii pia ni maana ya warena manasikana और दादर ikiwa katika spain waislamu और फिर वो आगे फैलते चले walioingia walikuja kwa ajili ya kusaidia na walifanya jihadi आज na walikuja kwa ajili ya kuwasaidia wenzao kisha waliendelea kuenea इशाअत लिटरेचर के लिए bila shaka wao walifanya jihadi ya upanga lakini katika zama hii kujitolea ni kwa njia ya mahubiri kwa ajili ya kueneza na kusambaza vitabu ni kutoa mali na kwa ajili ya ujenzi wa misikiti ni kutoa mali दुआ को कि हम उन्हें कुर्बानियों के तरीक सिखा यानी बदलते हुए हालात sawa na hali na dhama kujitolea kwa mtu pia inabadilika और बातों के तरीक हमें सिखा Hazrat ibrahim alah salam aliposema arena manasikana हमें sawa na zama kwa ajili ताला ने फरमा दी ya ridhaa yako utufunjishe हालात namna gani tunaweza kufanya ibada नेकी qurani tukufu imelinda dua hii na ametufundisha jinsi gani tunaweza जो खुदा ताला kufanya tunaweza kujitolea इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को सबसे बड़ी na mwenyezi mungu ametufundisha kwamba बयान फरमाई wema inatakiwa ifanywe ya aina hii ili ridhaa ya mwenyezi mungu ipatikane ndiyo maana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu mwingine kwamba wema kubwa ni kusali sala ya tahajjud na alimwambia mtu mwingine kwamba kwa ajili yako wema kubwa ni kufanya jihadi इबादत का तरीक है yeyote aliyekuwa na udhaifu मुनासिब हाल basi ile kufanya ile kazi ni ibada kubwa sana और अपनी नस्लों के लिए na ni kujitolea kwake किस्म की कमजोरियों को दूर करने और खुदा ताला की रजा की basi katika dua hii कोशिश पर बहुत ज्यादा जोर दिया kwa ajili yetu na kwa ajili ya wazao wetu kufuta इंसान uvivu ना ही na kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu imekumbushwa कुर्बानियों के मायार हासिल कर सकता है
inatakiwa ikumbukwe इसलिए दुआ daima kwamba कि तौबा लेना kwa juhudi yake mtu hawezi kupata ibada haswa wala hawezi kujitolea. और फिर नेकी से नेकी kwa hiyo dua hii imefundishwa, tubu ilaina, कुर्बानी से कुर्बानी फूटती रहे, upokee utupokelee, तेरी रजा na करते हुए wema baada ya wema moja iendelee kupatikana, na baada ya kujitolea इबादत tuendelee kujitolea महवर बन जाए। na tuweze kufanya ibada yako kwa ajili yako haswa, si kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. इस नहज पर करने वाले बन जाएं Kisha ibada hii iwe katika fikira zetu kila wakati. और ज़्यादतियों से Huzur anasema tutakuwa wenye bahati nzuri ikiwa sisi दुआएं करने वाले tunafanya ibada zetu na tunajitolea kwa njia hii, के दिलों में खुदा ताला और उसकी na kila wakati tunaomba, करने वाले हों, tunafanya maombi ya kupata kinga wa Mwenyezi Mungu, दिलों में ये मोहब्बत हो। na katika wazao wetu tuweze kutia mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Hii inaweza kutokea wakati sisi wenyewe tutakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu, tuweze kutimiza haki za wanadamu, करनी मुश्किल नजर आती है, tuweze kuacha kibri na majivuno, na tuweze kuacha uwivu katika swala. Kila swala ambayo ni ngumu kwetu, kwa ajili ya ile swala tufanye juhudi ili tusali swala ile. बाजमात Ikiwa sisi ni wavivu katika kusali swala kwa jamaa, हमारे लिए कुर्बानियां हैं। जो माँ बाप का हक अदा करने वाले नहीं, वो उनके हक अदा करने वाले बन जाएं। tuweze kuzingatia swala kwa jamaa. वो हकूक अदा करने वाले बन जाएं। Wale ambao hawatimizi haki za wazazi wao waweze kutimiza haki zao, हक अदा wale ambao hawatimizi haki za jamaa zao na marafiki zao waweze kutimiza haki zao. Mwenyezi Mungu amempatia haki kubwa sana jirani, sisi tuweze kutimiza haki za majirani. कोशिश हर Kila mwanajumuiya anapomtendea jirani yake kwa sababu ya kumtendea vizuri yule jirani yake, करने वाले aweze kumtenda Islam Ahmadiyya, na kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi yake. तब ही हम हकीकी तौर पर अल्लाह ताला से ये अर्ज करने वाले बन सकते Sisi tuweze kutimiza हैं। तौबा कबूल कर haki ya kila wema. और हम पर रहम Tutakapoweza kufanya hivi, रहम के तलबगार हैं। ndipo tunaweza kumwomba Mwenyezi Mungu kwamba Mola wetu, upokee tauba yetu na uturehemu. ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ताला से रहम मांगते Sisi tunaomba rehema ya Mwenyezi Mungu. करने वाले ना हो। बस Ikiwa sisi tunaomba rehema ya Mwenyezi Mungu, basi tunatakiwa tuwarehemu wengine. Si hivi kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu rehema lakini sisi hatuwarehemu watu wengine. इजहार Mzuri anasema kwamba mwaminio ikiwa kweli kweli anajinasibisha katika misikiti katika hali hii, हमें wema mpya ya wema inafunguliwa kwa ajili yake na anafanya wema katika maisha yake. इस मस्जिद को Basi leo यहाँ के रहने वालों ने misikiti huu याद रखना है। inatakiwa utukumbushe kuhusu kwamba sisi tuwe na hali hii. करते हुए आबाद करवाना है। Misikiti huu wenyeji wanatakiwa waimarishe, na kwa kuwapitia watoto wao pia waimarishe misikiti huu, na kwa kutimiza haki yake waimarishe misikiti. Si kwamba waje misikitini tu, bali wanalazimika kuwatimize haki yake pia. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba baraka zote तौबा कबूल करने वाला na fadhili za Mwenyezi Mungu ambazo zinapatikana kwa sababu ya misikiti sisi tuweze kupata zile zote. Mwenyezi Mungu apokee tauba yetu na asamee dhambi zetu, makosa yetu. Katika hadithi moja inapatikana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alisema, imesimuliwa na Abu Huraira kwamba, je, nisiwaambieni jambo ambalo kwa kulifanya Mwenyezi Mungu anafuta makosa yote na anapandisha madaraja? वजू करना, अच्छी तरह वजू करना। Maswahaba wakasema lazima Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikiwa mtu hapendi katika hali hii, anatawadha vizuri na anaelekea misikitini, पकौड़े बांधना, na baada ya sala moja anasubiri kwa ajili ya swala ingine. Hii ni ribat, na ribat सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत yani ni kulinda mipaka na kufunga farasi katika mipaka, na hii ni jihadi kwa ajili yenu. Basi kila mmoja wetu anatakiwa azingatie jambo hili. अल्लाह ताला के Leo जाने का मकसद जो है
ये भी एक sisi tuna haja ya kufanya jihadi dhidi ya nafsi zetu अल्लाह ताला की मदद के बगैर na tutapata lengo hili का फजल na kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu ni jihadi. Tunatakiwa tuzingatie jambo hili. Bila msaada Mwenyezi Mungu hatuwezi kufaulu, और उस जिहाद में हिस्सा लेने na fadhili za Mwenyezi Mungu inapatikana kwa kufanya ibada yake, na पैगाम पहुंचाने का tutakapolenda misikiti yetu kwa kufanya ibada, katika hali hii tutapata fadhili za Mwenyezi Mungu, na katika hali hii tutashiriki katika jihadi ambayo ni jihadi ya nafsi na vile vile ni jihadi ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu कि हुजूर हाजिर करने katika jamii hii. Katika zama hii kuna haja sana ya kufanya jihadi hii, यही जिहाद है जो na jihadi hii दुनिया की गला itatusalimisha katika साफ रखने वाला बनाएगा katika mabalaa ya dunia hii, na itatupatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni jihadi फायदा उठाएं ambayo इस मस्जिद को itasafisha watoto wetu katika उसकी uchafu wa dunia. ताकि अल्लाह ताला के फजलों का Basi inaam hii Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu amewapatieni mupate faida yake, na और हम अपनी kwa जिम्मेदारियां भी अदा करने वाले kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mufanye ibada ili mupate fadhili za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie msikiti huu uweze kutimiza majukumu haya na sisi tuweze kutimiza लेकिन majukumu yetu. Pengine kabla ya msikiti wetu katika mkoa huu, msikiti सिर्फ और सिर्फ ulijengwa na Waislamu kwa msaada wa Saudi Arabia, पूरी हो सकती है बस ये lakini wao kwa sababu ya kutokumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, upungufu uliopatikana, upungufu ule unaweza kutimiza kwa kupitia msikiti wa Ahmadiyya. अदा करने के लिए Jambo hili linatakiwa limkumbushe kila mwanajumuiya majukumu yake, kwamba majukumu yenu yanaendelea kuongezeka kwa ajili ya kutimiza haki ya msikiti huu. के बारे में चंद कवायद भी पेश कर देते Mnalazimika kufanya juhudi sana. Mwenyezi Mungu amwezeshe kila mwanajumuiya aweze kutimiza jukumu hili. 1300 Huzur anasema kwamba nieleze kidogo kuhusu ujenzi wa msikiti huu. Ukubwa wa msikiti huu ni और इसका खर्च तकरीबन 1350 square meter, और जो स्पेन की जमात ने थोड़ा सा ही दिया है, शायद वो भी नहीं दिया 12 na gharama iliyotumika ni milioni 1.2 euro. Jumuiya ya Spain imetoa sehemu kidogo sana, na ahadi waliotoa wanatakiwa watimize ahadi zao. कि मस्जिद के बाद अब Na kama niliyosema kwamba ikiwa kuna upungufu katika upande wa kifedha, और wanaweza kutimiza haki ya misikiti kwa kufanya mahubiri तो sawa na maelezo niliyopewa. Ndani ya आदाद-ओ-शुमार ya msikiti huu watu 250 wanaweza kusali. दीगर सहूलियात यहाँ हैं, 7 दफातर हैं, एक लाइब्रेरी है, बुक शॉप है, किचन बड़ा अच्छा है, Lakini kuna स्टोर है, टेक्निकल रूम है, kuna facilities zingine pia, इमारत को सारी kuna ofisi, kuna maktaba, मर्दों और औरतों kuna के लिए jiko na store na kuna technical room. फिर Vile vile msikiti huu ni air conditioned. यहाँ बंगला तो पहले Kwa ajili ya kina mama na kina baba kuna sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kutawadha. ये 2 कमरों का बल्कि 3 कमरों का Sehemu hii, ploto hii iliponunuliwa, nyumba moja ilikuwepo tayari, lakini vyumba vitatu vimeongezwa katika nyumba ile. लिखा है कि सूबा की सबसे बड़ी इबादतगाह एक हकीकत का रूप धार चुकी है। अब ये सबसे बड़ी इबादत Gazeti moja limeandika hivi karibuni kwamba जब हम में से हर एक इसका हक अदा nyumba kubwa ya mkoa huu umeshajengwa. एक बात और Huzuri anasema nyumba hii ya ibada itatimiza haki yake wakati kila mmoja wetu atatimiza haki ya ibada yake. हर अहमदी से होना चाहिए। Na gazeti hili limeongeza kitu kimoja zaidi ambacho ni kizuri. अल्लाह के नाम पर Kitu hiki kinaonyesha kutimiza kwa haki za binadamu. Kila mwanajumuiya anatakiwa atimize. Anasema kwamba इसके अलावा Wahmadiyya kwa jina la Mwenyezi Mungu wanampinga yeyote anayemwaga damu kwa jina la Mwenyezi Mungu. लोकल इस्तेमाल हो सकता Pamoja na msikiti huu kuna ukumbi mbili kubwa sana kwa ajili ya kina mama na kina baba. है और हम में से हर अहमदी
mwenyezi mungu ajalie msikiti huu kwa ajili ya eneo hili na kwa ajili ya watu wanaoishi katika mkoa huu uweze kueleza picha halisi ya islam, na kila mwanajumuiya anayeishi katika eneo hili kwa kufanya juhudi aweze kutimiza haki ya msikiti huu. जो टेक्निकल katika ujenzi wa msikiti huu तरफ से हुई और चौधरी एजाज साहब हैं, msaada mkubwa ulipatikana kutoka kwa makao makuu. मेहनत से इसमें बहुत msaada wa technical pia ilipatikana kutoka kwa makao makuu. Chaudhry Ejaz Saheb वहाँ कमियां की, ambaye ni engineer, मायार पे कम्प्रोमाइज, yeye amefanya kazi kubwa sana katika ujenzi wa msikiti huu. हफ्ते में 1-2 दफा alifanya utafiti sana kuhusu mambo yote उन्होंने काम किया है, na alipunguza matumizi. Yeye ana mgonjwa, labda katika wiki mara moja mara mbili inafanywa dialysis, lakini kwa juhudi sana alifanya kazi. Mwenyezi Mungu ampatie ujira wake mzuri na Mwenyezi Mungu amjalie afya njema ili aweze kuendelea kufanya kazi ya jumuiya. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر